KTN. Naam, ni hali ilivyo hiyo ya rais anapokuwa katika ziara zake za mataifa mbalimbali. Turudi hapa jijini Nairobi, hususan katika mtaa wa Mukuru kwa Njenga. Wakazi mtaa wa Mukuru kwa Njenga wameachwa vinywa wazi kufuatia mauaji ya kikatili ya mwanamke mwenye umri wa miaka 52, Mary Ndunge, ambaye majirani wanamuelezea kama mama mwenye kujituma na nguzo muhimu mtaani mwao. Polisi wanaendeleza kuchunguza kifo chake, huku mshukiwa mkuu akiwa ni mwanawe kitinda mimba ambaye alikuwa akiishi naye nyumbani. Mshukiwa huyo kwa sasa anazuiliwa Villa Post Police, huku uchunguzi ukiendelea, wakati mwili wa mama yake ukipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha City Mortuary. Mwanahabari wetu Catherine Muraget na taarifa hii kwa kina. Wakazi wa mtaa huu wa Mukuru kwa Njenga wameachwa katika hali ya mshtuko kufuatia mauaji haya ya kinyama ya Mary Ndunge, mwanamke aliyesifiwa na majirani kama mkarimu na mchapakazi. Maisha yake yalikatizwa ghafla katika mazingira ya kutisha, huku mshukiwa mkuu aliyekuwa wakiishi pamoja mwanawe kitinda mimba mwenye umri wa miaka 24. Room number 103, kijana ambaye alikuwa mpole sana, lakini ni kuzangaza kwamba mnamo wa Jumamosi alikuwa na pesa kumkononi, ameshikilia akitembea, pesa mingi sana. So hatukujua ni nini ambapo ametoa hapi pesa, lakini baada ya Jumapili naye amepatikana akiwa mlevi. Inadaiwa kuwa Mary alibakwa kabla ya kuuawa. Ndani ya nyumba ya Mary hali inaonyesha picha ya kutisha, fanicha zikiwa zimevurugwa, vitu vikiwa vimetapakaa na dalili za damu zikionyesha kulikuwa na mapambano makali. Ushahidi unaonyesha kuwa kabla ya kifo chake Mary alijaribu kupigania maisha yake. Naweza tu onya wengine, msikuwe na tabia kama hiyo. Ni mbaya sana, kwa sababu kugeuza mama yako kuwa mwanamke sio poa. Vijana, acheni kutumia miadarati juu. Acheni kuoverthink akili zenyu na kujiingiza kwa vitu hazifai. Baka inafika pale unaingiwa na roho ya unyama manzi. Majirani walikusanyika kwa mshangao wakati polisi wakiondoa mwili wake kutoka ndani ya nyumba na kuweka kwenye gari. Kifo chake cha ghafla na cha kikatili kinachodaiwa kufanywa na mtu aliyemwamini zaidi kimewaacha wengi wakiwa katika huzuni na hasira. Waache kutumia madawa ya kulevya. Na administration ya Mukuru kwa Njenga, kuna idadi kubwa sana ya drugs, illicit brew ambazo zina flow na zimeharibu vijana wetu sana. Our boys are becoming zombies kwa sababu ya drugs, illicit brews na drugs ambazo zina flow kwa hii kijiji kwa idadi kubwa sana. Mwili wa Mary umehifadhiwa katika chumba cha maiti cha City Mortuary, huku mshukiwa akizuiliwa katika kituo cha polisi cha Villa Mukuru kwa Njenga, uchunguzi ukianzishwa. Catherine Muraget, KTN, Nairobi.